Katika pingamizi kubwa kabisa baina ya Waislamu na Uislamu kwa ujumla, kutoka kwa Muhammad katika Qur'an na mafundisho ya Kiislamu mpaka Waislamu wa sasa, ambayo yanawakwaza kuliko yote ni hili swala la Mungu kutoa mwili. Kwamba inakuwaje Kristo anakuwa mwili? Inawezekana vipi Mungu anatoa mwili mwanadamu, anakuwa mwanadamu, anakwenda chooni, analala, anaishi kama mwanadamu na anauawa msalabani na viumbe vyake wenyewe? Hili ni jambo ambalo linawatatiza wengi sana wasiokuwa Kristo, hususan kwa upande wa Uislamu, kwa sababu jambo moja kubwa ambalo Uislamu linapinga kabisa ni umwilisho wa Mungu kufanyika kuwa mwanadamu. Ni jambo la Mungu kuwa na mwana ambaye huyu mwana anakuwa baadaye anatoa mwili, anakuja anakufa msalabani. Na la pili ambalo Qur'ani inapinga kabisa ni swala la huyu mwana pekee wa Mungu aliyekuwa tangu milele kutoa mwili na kufa pale msalabani. Kwamba Mungu hana mwana na huyu mwana kadhalika hakufa msalabani. Sasa hili ni fumbo ambalo leo hii nataka kujaribu kuwaelezea ndugu zangu mpate kufahamu kwa nini huyu Mungu anatoa mwili na kuwa mwanadamu. Na jambo moja la msingi la kulizingatia ni kwamba katika imani ya Kikristo, Mungu anapotoa mwili, ile nafsi ya pili ya Mungu inapotoa mwili, inakuwa ni Mungu kweli na mwanadamu kweli, hawi kama zombi. Sasa fumbo hili mwandishi wa Wakorintho wa kwanza huyu Paulo aliliandika katika lugha nyepesi sana. Anasema hivi katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na 19. Kwenye mstari wa 18 anasema hivi: kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwamba sisi wa Kristo tumeweza kufahamu kwa nini huyu Mungu kwa namna ya pekee kabisa anafanyika kuwa mwanadamu, anaishi na anakufa pale msalabani na kutuokoa kutoka katika kifo. Na tunazungumzia kifo hapa ni kifo cha kiroho. Lakini Paulo ananukuu mstari kutoka kwa Isaya 29 sura 14. Katika mstari wa 19, hii ni nukuu, sehemu ya nukuu ya kutoka kwenye kitabu cha Isaya sura 29 mstari wa 14, nasema kwa kuwa imeandikwa, nitaharibu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa. Na mara nyingi unakuta kwamba Waislamu au wale hata wasiokuwa Waislamu ambao hawaelewi hili jambo wanalitafakari katika akili zao za kibinadamu au hekima zao za kibinadamu, kwamba iweje Mungu huyu atoe mwili, awe mwanadamu, ale chakula, aende chooni, alale, ateswe na viumbe vyake wenyewe. Hili jambo kwa wao wanaona ni upuuzi kabisa. Na kama anavyosema Paulo katika mstari wa 14 kwamba kwetu sisi neno la msalaba ni nguvu ya Mungu, lakini kwa wao wengine wasiolifahamu wanaona ni upuuzi mtupu. Lakini matumaini yangu kwa video hii nitakufungua macho yako ndugu yangu Muislamu ili upate kufahamu. Lakini hata wewe Mkristo ambaye pengine hujafahamu fika, unaweza nikakusaidia ukaelewa hasa. Tukumbuke kwamba mwanadamu anapotenda dhambi pale bustanini Getsemani, bustanini Edeni, dhambi inapoingia kwa mwanadamu, na tunafahamu kwamba dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi dhidi ya Mungu ambaye uweza wake ni wa kipekee. Ni Mungu mwenye thamani isiyopimika. Tunasema infinite value. Kwa hiyo dhambi inatendwa dhidi ya Mungu mwenye thamani isiyopimika. Kwamba thamani ya huyu Mungu haipimiki katika utakatifu, haipimiki katika uweza, haipimiki katika utukufu, wala haipimiki katika ukuu. Kwa hiyo upatanishi wake ilibidi ufanyike na mwanadamu ambaye anaweza kufikia daraja hilo, anaweza kufikia hali hiyo, au mwenye thamani ambayo inafikia kiwango cha huyu Mungu. Kumbuka kwamba sisi wa Kristo tunaamini katika Mungu mmoja ambaye anajidhihirisha katika utatu, kwamba kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika huyu Mungu mmoja Yahweh. Lakini pia kwa sababu ya dhambi ile tunaona kwamba palihitajika, dhambi ile ilitengeneza utengano baina ya Mungu na mwanadamu, utengano ambao haukuwa na kikomo au usiopimika. Kwa hiyo palihitajika mpatanishi baina ya Mungu na wanadamu ambaye atafanyika daraja likaloweza kumfikia Mungu. Na daraja hili linakuwa huyu anayekuja kufanyika daraja anakuwa daraja kwa namna ya kwamba ni mtetezi ambaye anawakilisha pande zote mbili, pande za Mungu na mwanadamu kikamilifu, ili kwamba huyu mtetezi aweze kwanza katika nafasi yake kama Mungu aweze kumfikia mwanadamu.
lakini katika nafasi yake kama mwanadamu aweze kumfikia Mungu na kuweza kuwa daraja hilo, naye pia aweze kumwezesha mwanadamu huyu aweze kumfikia Mungu kwa sababu ya huyu anayekuwa daraja. Sasa kuna sababu kadhaa kwa nini Mungu anatoa mwili na kuwa mwanadamu. Nitaenda kuzungumzia sababu kuu 4 za kiteolojia. Karibu. Kama nilivyoanza kuelezea hapo mwanzoni, sababu kuu ya kwanza ya kiteolojia ni kwamba Mungu anapotoa mwili na kuwa mwanadamu, kwanza anafanyika kuwa daraja baina ya Mungu na wanadamu. Sasa huyu Yesu Kristo ambaye ni Mungu na anachukua asili ya wanadamu na anakuwa mwanadamu, anaweza kufanyika daraja baina ya Mungu na wanadamu, na kwa namna hiyo anakuwa mtu kweli, ambako ili aweze kuwa mpatanishi, aweze kuwa na uwezo wa kuwa mtu kweli ambaye anakuwa mnyenyekevu kamili na mkamilifu hasa, kwa sababu kabla ya hapo wanadamu wote, kufuatia ile dhambi waliyotenda Adamu na Hawa pale bustanini, wanadamu wote wanabeba asili ya dhambi. Kwa hiyo Kristo anapotoa mwili anakuwa hana asili ya dhambi, anakuwa mwanadamu mkamilifu kufuatana na umungu wake ndani mwake, anaweza kufanyika kuwa daraja hilo. Hata hivyo, kwake yeye kuwa Mungu kweli inamfanya mwanadamu huyu ambaye ana asili pia ya kimungu, la asingekuwa na asili yake kimungu ndani yake, basi asingeweza kubeba uzito wa dhambi ambao mwanadamu aliutengeneza mwenyewe pale kwa kutenda dhambi. Uzito wa dhambi ambao mwanadamu aliutengeneza, pasingeweza mwanadamu wa kawaida yoyote akiwa katika asili ya dhambi angeweza kuubeba uzito ule wa dhambi na kuwa sadaka ya upatanishi kwa Mungu. Kwa hiyo Bwana Yesu anakuja, anatoa mwili mwenye asili zote mbili za kimungu. Umungu wake ndani mwake unampa uwezo wa kubeba zile uzito wa dhambi na adhabu ile ya dhambi ambayo mwanadamu alikuwa imemstahili. Lakini kadhalika pia swala la jingine ilikuwa ni kwamba Mungu tu ndiye alikuwa na uwezo wa kushiriki wa kuishinda dhambi na mauti, kwa sababu baada ya mwanadamu kuingia katika dhambi alipoteza uwezo wa kushindana na dhambi na kujitoa katika mauti ambayo dhambi ililetea ndani mwake. Kwa hiyo anapokuwa mwanadamu mwenye umungu ndani yake, ndipo anakuwa ule umungu unaweza kuishinda dhambi, na ndio maana tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anakuwa mkamilifu, hakutenda dhambi, anaishi kamilifu, na ndio maana anaweza kuzitekeleza sheria zote zile za Torati pasipo kuivunja hata moja. Na kwa sababu ile anamtoa mwanadamu kutoka katika utii wa sheria na kumweka huru na kumwingiza katika wokovu wa neema badala yake. Kwa hiyo hii ni sababu mojawapo ya kwanza na ya msingi kabisa. Tunaenda kuangalia sababu ya pili. Tunapokwenda kuangalia sababu nyingine ya pili ni kwamba tunaposoma katika maandiko, Mungu anajionyesha dhahiri kupitia maandiko yake kwamba ni Mungu mwenye haki, lakini wakati huo ni Mungu mwenye rehema. Sasa ili atekeleze mambo yote mawili, ilimbidi kwanza katika rehema yake aweze kumsamehe dhambi mwanadamu, lakini wakati huo dhambi ile lazima ilipiwe. Sasa kuyatekeleza haya yote mawili, mwanadamu katika asili yake ya dhambi isingewezekana kujinasua katika mtego huo au katika limbwi hilo la dhambi. Kwa hiyo sasa Mungu anapokuja kuwa mwanadamu, anaweza kufanya malipizi ya dhambi ambayo ilitendwa dhidi ya Mungu asiyekuwa na ukomo katika uweza wake, katika utakatifu wake. Na dhambi hii kadhalika inakuwa ni deni mwanadamu ameliweka mbele ya Mungu, ambalo na lenyewe ni deni lisilokuwa na ukomo. Kwa hiyo ilimpasa awepo mwanadamu mwenye thamani sawa sawa na Mungu, ambaye ana uwezo wa kuilipa ile dhambi isiyokuwa na ukomo katika uzito wake ili aweze kuibeba. Kwa hiyo tunaona kwamba Bwana Yesu anapokuja anatekeleza vyote viwili akiwa katika nafasi yake ya Mungu na mwanadamu, kwa sababu kwanza anaweza kubeba ile dhambi, anaweza kubeba adhabu ya dhambi pale msalabani, kwa sababu ndio mwenye thamani sawasawa na Mungu. Lakini katika nafasi yake wanadamu anaitekeleza kwa niaba ya wanadamu ambao yeye aliutoa ule wanadamu. Kwa hiyo kwa namna hiyo Mungu anaonekana kulipa deni hili katika nafasi ya mwanadamu, lakini katika uwezo wa kimungu ndo anaweza kutekeleza lile. Hii ni sababu nyingine. Twende tukaangalie sababu nyingine ya tatu, kwa nini Mungu anatoa mwili na kufa msalabani. Kumbuka kwamba Mungu alivyomwambia Adamu asile tunda lile, alimwambia kwamba siku atakapokula lile tunda hakika atakufa. Sasa sababu nyingine ya tatu kwa nini Mungu anatoa mwili na kuwa mwanadamu
ni ili kukishinda kifo ambacho mwanadamu alikileta kwa kutenda dhambi. Sasa kumbuka, kwa kupitia kifo uharibifu uliuingia wanadamu, na unaposoma katika Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26 tunaona kwamba Mungu anamuumba mwanadamu katika sura na mfano wake. Dhambi inapoingia ndani ya mwanadamu inaharibu ile taswira ambayo Mungu aliiweka ndani mwake. Kwa hiyo ilimbidi Mungu mwenyewe aje aweze kuirudisha ile hadhi na taswira ambayo alikuwa imeweka ndani ya mwanadamu kwa kushinda kifo na kushinda dhambi. Kwa hiyo Mungu anapokuja, anapotoa mwili na kuwa mwanadamu, anakuwa na uweza ambao peke yake ndio angeweza kuitimiza, kwanza kwa kushinda kifo, kwa sababu ndani ya mwanadamu katika asili yake pasipokuwa na asili ya Mungu isingewezekana, kwa sababu tayari mwanadamu anakuwa amepoteza sifa ile na uwezo ule wa kushinda kifo ndani mwake. Kwa hiyo Bwana Yesu anapotoa mwili na kuwa mwanadamu na uungu uko ndani yake, anakuwa na uweza na mamlaka ya kufanya vyote hivyo, kwanza kuishinda dhambi na kukishinda kifo. Na kwa kushinda kifo kule na kuishinda dhambi, ndipo anairejesha ile hadhi au taswira ya Mungu katika wanadamu. Na sababu nyingine tunakuja kuiona ya mwisho inahusiana na ufunuo na huruma ya Mungu. Tunaenda kuangalia ndani ya muda mfupi. Bwana Yesu kutoa mwili kuliletea sababu nyingine ambayo katika mwanadamu ndipo Mungu anajidhihirisha kikamilifu mbele zao, lakini pia huruma ya Mungu na rehema za Mungu na upendo wa Mungu unadhihirika kupitia Mungu kuwa katika umbo la mwanadamu. Na tunaona mahala fulani tunaposoma Injili ya Yohana, tunamwona Filipo akimuuliza Bwana Yesu, anamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Na Bwana Yesu anamjibu akimwambia, Filipo, aliyeniona mimi amemuona Baba. Wewe unasemaje, nimekaa na nyinyi muda wote huu, unasemaje kwamba unataka kumuona Baba? Hakika mtu aliyeniona mimi amemuona Baba. Maana yake nini? Mungu anapotoa mwili anaishi katikati yetu kwa wakati huo, na sisi ambao tunasoma maandiko na kuona maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo kupitia maandiko, tunafahamu namna gani Mungu huyu tunayempenda na kumfuata na kumfuasa, kuona upendo wake ulivyo, kwamba upendo wake ulikuwa katika namna ambayo hata alidiriki kuutwaa wanadamu wetu na udhaifu wetu na kubali kufa msalabani, kuwa upatanishi, kuwa mkombozi wetu, kutuwezesha sisi kumfikia Mungu. Ndipo tunaona kwa ukamilifu kiasi gani Mungu huyu upendo wake unajidhihirisha. Tunaweza kuona kwa ukamilifu rehema ya Mungu. Tunaweza kuona namna gani Mungu anajifunua kwetu. Tunaona upendo wake, tunaona huruma yake kwa ukamilifu kabisa. Na vile pia Bwana Yesu anapoishi, anashiriki wanadamu wetu, anashiriki kamilifu, anashiriki katika majaribu, anashiriki katika mateso, anashiriki katika kupata maumivu na maisha ya kawaida ya mwanadamu. Ndivyo Mungu naye pia anaweza kuwa daraja katika nafsi hii ya pili ya Mungu ya ukombozi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu anaweza kuwa daraja kwetu sisi, na Mungu inakuwa ni rahisi kwetu sisi kutusikia na kutufikia. Na ndio maana pahala fulani tunasoma katika maandiko kwamba jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Na tunaona pia kwamba Mungu huyu hakusubiri kwanza sisi tuwe wakamilifu ndio atukomboe. Anasema kwamba Mungu huyu alitupenda kiasi kwamba alikufa msalabani tungali sisi wenye dhambi. Kwamba upendo huu haukusubiri kwamba mwanadamu afanye jambo fulani kwamba ajiweke sawa ndipo atukomboe. La hasha, lakini alitukomboa wakati hatukustahili. Tunaweza kuona huruma na rehema ya Mungu ni kwa namna gani ipo juu yetu sisi wanadamu. Na kwa mtu yote ambaye anaweza kufahamu fumbo hili kikamilifu, ndipo anaweza kujua kwa kina upendo wa Mungu kwetu sisi kwa wanadamu, na ndipo anaweza kuthamini ile sadaka au ile dhabihu ya pale msalabani Bwana Yesu aliyoitoa kwa ajili yetu, na ndipo anaweza kufahamu ukuu wa Mungu na neema ya Mungu na rehema kwa Mungu kwetu sisi. Unaweza kuifahamu vizuri zaidi, vinginevyo unapotea. Na ndio maana sharti ambalo tunalisoma katika Yohana 3:16 mpaka 18 tunaona kwamba wale tu watakaomwamini huyu Yesu Kristo ndio ambao watapata wokovu, na kwamba wote ambao hawatamwamini basi wanakuwa wamekwisha kuhukumiwa. Kwa sababu ili uweze kupata rehema hii au neema hii ya ukombozi, lazima ufahamu fumbo hili na lazima umwamini huyu Yesu Kristo kama mkombozi, ambaye huyu Yesu Kristo huyu ni mwana wa Mungu aliye hai, ambaye anatoa mwili, ambaye alikuwepo tangu milele yote, anatoa mwili, anakufa msalabani, anafufuka siku ya tatu, ishara kushinda kifo na mauti. Na ndipo anaweza kuwa mkombozi wako, na ndipo unaweza kupata neema hii ya wokovu.
Nje ya hayo haiwezekani. Lakini kubwa zaidi tufahamu kwamba Bwana Yesu Kristo katika nafasi yake na thamani yake akiwa kama mwana wa pekee wa Mungu tangu milele, anakuwa na thamani kuu kuliko kiumbe chochote. Kabla ya pale, kumbuka kwamba katika sheria ya Torati ilitakiwa kila mwanadamu wakati ule, hasa katika taifa la Wanaisraeli, ili waweze kupata msamaha wa dhambi, ilikuwa lazima wafanye dhabihu ya mnyama kumwaga damu. Lakini ilikuwa kiumbe kimoja kwa kila mwanadamu mmoja, na kila mwaka taifa la Israeli iliwapasa kutoa sadaka hiyo hiyo ya dhabihu mara moja kila mwaka kulitakasa taifa. Lakini pakawa hakuna namna yoyote ambayo kungeweza kutokea dhabihu kamilifu ambayo ingebeba malipizi ya dhambi zote kutoka katika Adamu wa kwanza pale bustanini mpaka mwanadamu wa mwisho ambaye anatungwa mimba, ambaye dhambi zote hizi mmoja angeweza kuzibeba kwa kikamilifu na kuzilipa mbele za Mungu. Na ndicho ambacho Bwana Yesu Kristo anakifanya, kwa sababu mbele ya Baba ana thamani kuu ambayo ni sawa na Mungu, na hii ndio inaweza kumpa uweza wa kufa msalabani na kuwa malipizi ya dhambi na kufanyika kuwa mpatanishi mbele za Mungu. Sasa utauliza, hii malipo haya au malipo tunasema kwamba lazima dhambi ipewe, idhibitiwe ama kufanyike kwamba adhabu ifanyike. Ili fanyika wapi hii adhabu? Kumbuka Bwana Yesu anapokuwa msalabani, kuanzia saa 6 mpaka saa 9 panatokea giza nene. Jua na mwezi vyote vinazimika, panakuwa na giza kuu. Kwa mujibu wa wanatheolojia wanasema pale ndipo Bwana Yesu kwa mara ya kwanza, akiwa kama mwana wa pekee wa Baba, akiwa kama neno ambaye tangu milele yote alikuwa na Baba yake, kwa mara ya kwanza anapobeba dhambi zote za wanadamu, toka yule Adamu wa kwanza mpaka mwanadamu wa mwisho anayetokea kuumbwa, peke yake ndio anabeba zile dhambi. Na kwa sababu hiyo Mungu, kwa kuwa ni mtakatifu sana, anajitenga naye. Baba yake anajitenga naye kwa mara ya kwanza kwa masaa 3. Ndipo adhabu ile ya dhambi inatekelezwa pale msalabani, kwa sababu ni jambo ambalo kabla yake Kristo huyu alikuwa hajawahi kutengana na Baba yake toka milele, na Roho Mtakatifu naye anatengana naye, kwa sababu Mungu hakai mbele ya dhambi. Kwa hiyo ndipo adhabu inapopatikana pale ya dhambi za wanadamu wote toka yule wa kwanza mpaka wa mwisho inatekelezwa pale. Lakini kama nilivyosema hapo kwamba sharti ya neema hii tuliyoipata ya ukombozi ni lazima, ili uweze kuipata lazima uamini katika kifo na ufufuko wa Bwana Yesu. Lakini kwanza kabisa lazima uamini hili fumbo la Mungu kutoa mwili, kuwa mwanadamu na kufa msalabani, ndipo neema hii unaweza kuipata. Ni matumaini kwangu umeweza kuelewa jambo hili, na kama una swali lolote, karibu weka komenti yako hapo chini, nitajitahidi kujibu kufuatana na uwezo wangu. Asante sana, Mungu akubariki.